Kwa Mungu atusaidie sana. Haleluya. Haleluya. Mliweka sauti kwa bado mjaongeza? Na basi nitaomba watu wa Mungu tusimame tuimbe wimbo tutiwe nguvu kidogo, halafu amina. Mara kadhaa watakaga kuimba wimbo huu huwa napendaga kuzungumza dhamira ya kuimba wimbo. Amen. Mara kadhaa anasema wimbo unakuwaga unanitia nguvu sana kwenye magumu. Na kama alivyosema mtumishi wa Mungu hata Musa jana kwamba unaposema majaribu ni unapofika kwenye eneo ambalo halina nini? Majaribu ni kufika kwenye eneo ambalo halina majibu. Yani jaribu leo unafika eneo ambalo ndio jaribu, yani unajaribiwa. Usema nimpata jaribu la chakula afu nacho. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa natamani basi tuimbe tuimbo huu pamoja. Safari kamili jangwani, jifunge mkanda.
majaribu, umetiwa na mtego. Jangwa la leo ni dhiki, umetengwa na mumeo. Jangwa la leo majaribu, utatengwa na wazazi. Pamoja na hayo mpendwa, usifie njiani. Jangwa la leo mateso, utasemwa na wapendwa. Jangwa la leo mateso, umetengwa na wapendwa. Jangwa la leo kilio, machozi yako moyoni. Pamoja na hayo mpendwa, usifie njiani. Jangwa la leo mateso, unayopitia mpendwa. Jangwa la leo mateso, unalilia kwa ndani. Jangwa la leo kilio, machozi yako moyoni. Pamoja na hayo mpendwa, usifie njiani. Safari kamili jangwani, haihitaji safari kamili jangwani, haihitaji ushujaa. Safari kamili jangwani, haihitaji safari kamili jangwani, jifunge mkanda pambana. Safari kamili jangwani, haihitaji uvumilivu. Safari kamili jangwani, haihitaji ushujaa. Safari kamili jangwani, haihitaji safari kamili jangwani, jifunge mkanda pambana. Ndugu yangu, sikiliza. Wana wa Israeli walipoachana na Farao, wakati wanaondoka mikononi mwa Farao, walishangilia sana, walifurahia kutoka mikononi mwa Farao, lakini walisahau kuwa safari kamili ni jangwani. Na walipofika jangwani, wengi waliangamizwa, wengi waliangamizwa. Na yote haya ni kwa sababu walikosa uvumilivu. Na hivyo waliomaliza safari ya Kanaani walikuwa ni wachache sana. Mpendwa, nataka nikwambie kuwa kitambo cha kutoka Misri mpaka Kanaani sio cha umbali wa kiasi cha kutembea miaka 40. Lakini Mungu alifanya hivyo kusudi. Na wenda ingewezekana wewe kuokoka leo na kwenda mbinguni, lakini Mungu amefanya hivyo kusudi iwe ni daraja la imani. Mpendwa, ndugu yangu, hakuna njia ya mkato kwenda mbinguni, kwani safari ya kwenda mbinguni ni safari ya mapambano. Lazima upambane ndipo ufike mbinguni. Mpendwa, jifunge mkanda, pambana, pambana. Hakuna njia ya mkato kwenda mbinguni. Safari ya mbinguni ni ya mapambano. Mungu akutie nguvu tukafike salama mbinguni. Safari ya kwenda mbinguni sio rahisi. Kaza buti mpendwa, tukafike mbinguni. Safari ya kwenda mbinguni sio nyepesi. Kaza buti wapendwa, jifunge mkanda, pambana, 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 tuvuke salama Baba. Pambana, pambana, tuvuke salama jangwani. Pambana, pambana, tufike salama Kanaani. Pambana, pambana, tufike salama mbinguni. Pambana, pambana, tuvuke salama Baba. Pambana, pambana, tufike salama jangwani. Pambana, pambana, tufike salama Kanaani. Pambana, pambana, tufike salama mbinguni. Jehova, asante Yesu, asante Mfalme, asante Jehova. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi hizo ni moja ya tafakari zangu katika safari ya imani, nikitambua kwamba safari ya imani si lele mama,
ingeliwezekana kabisa kuokoka tu na kwenda mbinguni, yaani pale pale unapotubu dhambi na kusafishwa na kufa. Na hilo lingekuwa ni ombi letu usiku na mchana, kwamba ukiokoka tu dakika hiyo hiyo ufe na uondoke. Yaani hilo ndio ombi, kwa sababu kwa mtu anayekusudia kufika kwenye ufalme wa Mungu, unatamani kabisa kwamba ikiwezekana dakika na saa hiyo hiyo unapokuwa safi ufanye nini? Uondoke. Lakini unakuta kadiri unapotamani kuondoka ndipo unapozidi kubaki sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa nini Mungu anatuacha? Nikaimba nikasema kwamba ingaliwezekana kabisa mimi na wewe kuokoka na kufa kwenda mbinguni, kama vile ambavyo wana wa Israeli ingewezekana, vile ambavyo safari yao haikuwa ndefu kutoka Misri mpaka Kanani ama pale Israeli palikuwa ni jirani sana, lakini Mungu alifanya hivyo kusudi. Amen. Amen. Na ndio maana huwezi kuona mtu anaongozwa sala ya toba na kufa papo hapo ili tu moja kwa moja au ameenda mbinguni, labda kama alikuwa ni mgonjwa. Yesu asifiwe sana. Kwa lazima tuandae fahamu zetu na akili zetu ya kwamba bado tunatakiwa kuendelea kupambana na kuendelea kujiweka katika maisha ya usafi kila dakika na kila saa. Kila dakika na kila saa. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya masomo yaliyopita kama nilivyosema awali. Kabla sijaenda kwenye somo ambalo nimekuwa nikiendelea nalo toka siku 3 kama zilizopita kwa habari ya balozi wa Mungu. Amen. Na jana nimezungumza kwa habari ya mawasiliano. Mawasiliano yaliyo hai. Kabla sijafika kwenye mawasiliano yaliyo hai, niguse kwenye pointi moja ya tumishi wa Mungu Rebeka alipohubiri kwa habari ya usifanye nini? Usibeti na shetani. Haleluya. Usibeti na shetani. Kwa kweli nimeelewa kwa namna fulani ya tofauti sana kwamba shetani yeye hajawahi kufanyaga mzaha kwenye mambo yake. Yeye hajawahi kufanya mzaha. Yaani hilo point nimetoka nayo nzima kwamba shetani hafanyagi mzaha. Hata kama utaona anafanya mzaha, ujue yuko serious. Hafanyi mzaha. Nimeelewa sasa. Delila na msomaga na Samsoni nafanyaga nini? Na msomaga. Ila kwenye pointi hii ambayo Bwana ameshusha kwa neema yake nimeielewa kwa namna tofauti. Kwamba jamaa waga afanye nini? Habeti. Na ni ukweli huwa habeti. Na wajaribu kuangalia kiwango ambacho Samsoni alikuwa amechukulia ile michezo. Sijui aliona kama ni mchezo wa namna gani. Kwa sababu nilikuwa nafikiria mara 2 mara 3 kwamba yale mtu anasema hebu fumba macho nione kama nikikupiga kwenye meno nitavunja meno, unavumba macho. Alafu unashusha ngumu unakuta hii hapo umeikwepa. Mbona ulikuwa unanipiga vya ukweli? Alafu naambia haya sasa basi achana na hayo. Hebu fumba macho, nataka nikuchome kisu, naone kisu kitaingia. Unafumba tena. Hiki hapo umekikwepa. Sema ala, kumbe tunafanyaga majaribio na adui. Mimi nikaenda mbele nikasema unaomba nisaidie. Kumbe huyu jamaa waga afanyi yani abeti. Hata kwenye maombi nikasema ala, kumbe hata kwenye ibada. Yani huwa kama unasema na beti kidogo, kama nazembea kidogo, kumbe yuko serious. Yani unasema labda itakuwa ni wiki moja tunazembea kwenye ibada, kumbe yuko serious yani. Unasema ngoja nizembee kwenye maombi wiki moja, kumbe yuko serious. Unasema ngoja ni beti kwenye kazambi yaka kamoja, yuko serious. Matokeo yako unang'olewa macho. Na kupata neema ya kuja tena kurudishiwa nguvu kama za Samsoni, hiyo ni namba nyingine. Ndio maana ni wachache wanaopata ile neema ya kurudishiwa nguvu mwisho nguvu. Usitio kasema haina hesabu Adamu sasa nimesema hawakosi nini? Majibu. Kizazi kikosi utakwambia haina shida. Kama Samson tunamjua. Kweli alitobolewa macho, ndio haina shida. Alipeleka gerezani, haina shida. Alikuwa na saga unga, haina. Tunachokijua nini? Samsoni alimaliza kwa ushindi. Kwa hiyo na mimi nitaanguka dhambini, halafu baadaye nitapata neema kama Samsoni, nitamaliza kwa nini? Kwa ushindi. Kizazi kikosi majibu. Kwa hiyo watu wa Mungu atusaidie sana, tusibeti na nani? Na shetani. Tusifanye majaribio kabisa. Haleluya.
Haleluya. Tusifanye majaribio kabisa kabisa. Mungu awabariki sana 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 sana. Hebu niendelee na somo langu hili, nimalize kwa sehemu fulani. Kama Mungu atanipa neema, basi niendelee nalo. Mawasiliano yaliyo hai na Mungu. Mimi kama balozi, mawasiliano yaliyo hai. Mawasiliano yaliyo hai. Mawasiliano yaliyo hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Mawasiliano yaliyo hai. Kama nilivyozungumza awali kwa habari ya balozi, nimezungumza kwa habari ya wakili. Nafikiri kila mtu amenielewa. Kwa mtu ambaye hajaelewa kuhusu balozi, labda ukwepo, ila kama ulikuwepo, kama hujaelewa nirudie tena maana ya balozi na wakili. Kuna mtu hajanielewa? Wote tumeelewa, si ndivyo? Wote tumeelewa, si ndivyo? Watumishi wa Mungu, tumeelewana vizuri. Balozi ni nani na wakili ni nani? Na sifa za wakili au balozi. Sifa ya kwanza nikasema ni nini? Awe mzaliwa wa nchi husika. Sifa ya pili nikasema awe anaijua nchi yake vizuri. Awe anaijua nchi yake vizuri. Nikasema ni kwamba lazima awe anazijua sifa za ile nchi. Awe anaijua kama hiyo nchi ina madhaifu, awe anajua madhaifu ya hiyo nchi. Kama nchi ina umaskini, awe anaijua. Kama nchi ina utajiri, awe anafanya nini? Anaijua. Hawezi kuwa balozi au mwakilishi wa nchi ambayo hauijui. Nikatoa mifano nikasema hauwezi kuwa balozi wa Tanzania nchini Thailand wakati unaulizwa kwamba Tanzania vyanzo vya umeme ni nini, unasema ni kuni. Kuni ndo zinazowasha umeme nchi nzima. Watu watakushangaa. Watamshangaa na bosi wako. Nikasema lazima kama balozi wa ufalme ujue ufalme vizuri. Umjue Mungu vizuri. Ujue nini Mungu anataka, sifa zake ni nini. Tukasema pale kwamba lazima mtu awe na maisha mazuri. Sifa za kule nini? Biblia inaeleza pale, uzinzi usitajwe kwenu, wala uasherati, wala uongo, wala husuda. Haleluya. Wala ukali, majibu mabaya. Tukasema sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tukaja pointi ya tatu, tukasema kwamba awe na nini? Na mahusiano mazuri na bosi wake. Ukitaka kuendelea kuwa balozi, lazima ukate kwanza yale mahusiano. Bwana Yesu asifiwe sana kanisa. Haleluya. Nikasema kama sisi ni mabalozi wa ufalme wa Mungu, lazima tuwe na mahusiano mazuri. Mtumishi wa Mungu Musa akaja akafafanua kwa undani tena ya kwamba kuwa na moyo safi wa Yesu, kuwa na moyo wa Yesu. Haleluya. Moyo mnyofu uliopondeka mbele za Bwana. Ule moyo ndio unatujengea mahusiano mazuri na mzee wa siku. Na kuwa balozi wa Mungu duniani, kwa sababu yeye Mungu ni mtakatifu, yeye Mungu ni msafi. Kwa na mimi kama balozi wake lazima niwe na mahusiano naye mazuri. Tukaja tukazungumza pointi ya kwamba mawasiliano yaliyo hai. Mawasiliano yaliyo hai. Tukazungumza kwa kipande kidogo sana kwa habari ya mawasiliano. Nikasema kwamba mawasiliano makuu katika safari yetu ya imani ni maombi. Ukiondoa maombi hakuna kuzungumza na Mungu. Ukiondoa maombi hauwezi kuongea na mzee wa siku. Maombi. Na ndio maana baadhi ya watu wanamtafsiri Adamu kama Adamu, inawezekana kwenye lile kosa, inawezekana hizo ni tafakari za kibinadamu, kwamba inawezekana baada ya yale makosa wenda Adamu angeinua kinywa cha maombi, cha kumwambia Mungu, naomba unisamehe, nimekosa. Inawezekana Mungu pia angemsamehe. Maombi ndio connector yetu, connection yetu. Kiunganishi chetu sisi na Mungu ni maombi. Na ndio maana ukiyakataa maombi umekata mawasiliano na Mungu. Yaani ukiacha maombi umekata mawasiliano.
Ni kweli kuna pointi nyingi kwamba kwenye hayo maombi lazima yabebwe na imani, kwa sababu huwezi kuwa balozi unaiwakilisha nchi ambayo huna imani nayo. Ukiondoa imani huwezi kuendelea kuwa na mahusiano mazuri. Sasa leo tunataka tugusie kwenye eneo la mawasiliano, kwenye kipengele cha maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tuanze na Yona 2 mstari wa 7. Yona anasemaje hapa? Tuende tujaribu kumsoma vizuri. Yona anasemaje? Yona 2 na ule mstari wa 7. Yona 2 na ule mstari wa 7 anasemaje? Roho yangu ilipozimia. Roho yangu ilipozimia, ndio, ndani yangu nalimkumbuka Bwana. Haleluya. Amen. Yona anasema roho yangu ilipozimia. Roho yangu ilipozimia ndani yangu, nalimkumbuka Bwana. Ishia kwanza hapo. Nalimkumbuka nani? Bwana. Unajua, tunapomsoma Yona kwamba alizimia, akili zetu zinaishia kwamba Yona alizimia. Lakini unapomsoma Yona sio kwamba alizimia. Wakati nataka kutafakari kuhusu hili somo na muomba Mungu, nilijikuta nalia machozi. Sasa Mungu, naomba unisamehe kwa kutokuliamini hata neno lako, au kutokulielewa. Inawezekana tumeyaelewa maneno yako kwa kipande cha uelewa wetu mdogo. Tunamsoma Yona alizimia, anajisemea eti roho yangu ilipozimia. Lakini swali la kujiuliza ni mwanadamu gani anaweza kuzimia ndani ya maji siku 3? Hivi Yona alizimia hapo? Alizimia Yona? Nenda kazimia wewe siku moja kwenye maji ndani ya tumbo, nasema kazimie wewe. Sikuna wataalamu wa kuogelea simple, mnaweza mkazimia ndani ya nyangumi siku moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yona anasema roho yangu ilipozimia. Najaribu kutafakari kwa habari ya mawasiliano yangu na Mungu yaliyo hai. Mawasiliano yaliyo hai, ninamwangalia Yona ambaye Mungu anamtuma katika mji wa Ninawi. Anamwambia nenda ukawaambie wale watu ya kwamba baada ya siku 40 nitaangamiza. Lakini Yona anakimbia kazi ya Mungu. Baada ya kukimbia, Mungu anaachilia adhabu, anatupwa kwenye tundu, kwenye bahari, anatupwa, anamezwa na samaki. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 3. Baada ya kutoka, anasema roho yangu ilipozimia ndani yangu, na alimkumbuka Bwana. Alimkumbuka kwa nini? Endelea. Alimkumbuka kwa nini? Rudia. Roho yangu ilipozimia. Roho yangu ilipozimia. Wewe usiseme alipozimia, sema alipokufa, alipokuwa maiti. Hapa ndipo ninaona nguvu ya maombi. Hapa ndipo ninaona nguvu ya maombi, nguvu ya kumimina moyo kwa Bwana, nguvu ambayo inaweza kumwinua mtu hata kama hawezi kuongea. Anaweza kamimina moyo wake kwa Bwana na Mungu akamwinua tena ingawa ni marehemu. Yesu anakuja anasema ya kwamba kama vile Musa alivyomwinua nyoka wapi? Jangwani, kadhalika mwana wa Adamu hana budi kufanya nini? Kuinuliwa. Lakini anasema tena, kama vile Yona alivyokaa kwenye tumbo la samaki siku ngapi? Vivyo hivyo mwana wa Adamu naye. Yesu alizimia siku 3. Amen. Yesu alikufa siku 3 akafufuka. Yona amekaa mule, Mungu alimzima. Na ndio maana tunapokuhubiria kwamba hata baada ya maisha haya kuna uhai unaendelea mbele. Uliamini hilo? Kwa mtu anachokisema hapa, hata baada ya kufanya nini? Ya kufa, kuna uhai unaendelea. Kuna uhai unaendelea. Na ndio maana Yona anasema roho yangu ilipozimia ndani yangu.
nalimkumbuka Bwana, nalimkumbuka Bwana. Wewe na mimi, roho zetu zitakapozimia, tutamkumbuka nani? Yona alimkumbuka Bwana, alimkumbuka Bwana. Anasemaje mbele? Maombi yangu yakakuwasilia. Maombi yangu yakakuwasilia katika hekalu lako takatifu. Kwa hiyo anasema kwamba roho yangu ilipozimia ndani yangu, nalimkumbuka Bwana. Alimkumbuka Bwana, akafanya nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema nalimkumbuka Bwana, halafu maombi yangu yakakuwasilia. Yaani jamaa akiwa ni maiti aliendelea kubujika na Bwana. Jamaa yuko amezima mule ndani, lakini bado roho yake inamiminika kwa Mungu. Anaendelea kulia na kutaja Bwana, Bwana, haleluya, Bwana niokoe, Bwana niokoe. Hawezi kuongea, hawezi kuongea, lakini bado maanake ni nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani unaweza ukapita nyakati, jana nikasema kwamba kuna muda unaweza ukachoka kwenye shughuli zako, unakuja mwili umechoka. Ikiwa moyo wako uko kwa Bwana, huwezi kuacha kuomba, huwezi. Unakuja hivyo hivyo, unamwambia Baba, mimi nimekuja, ni ya ulimwengu tu yamenichosha, mimi ni mjinga sana, nimetumia nguvu nyingi duniani huko, mimi ni mjinga tu, nimekuja hapa. Tena Bwana, naomba nifundishe, nijue kujibalance. Kama kila siku nitakuwa narudi nikiwa nimechoka hivi kwenye maombi, Mungu naomba nifundishe, nitie nguvu ili niweze kusaza nguvu za kuja kukuombea, nisaze nguvu za kuja kukuitia wewe. Mungu nisaidie, nisijiendekeze kila siku mimi ni wa kuchoka. Siku nyingine Bwana niachie. Wakati mwingine Mungu naomba nisaidie, ikiwezekana nimemaliza, nimefanya kazi wiki 2 zote hizi, sijakaepo hata siku moja kukulilia na kuomboleza mbele zako. Kila siku naenda kwa masaa ya sheria, masaa ya utaratibu. Nataka nipite kwenye kiwango kile cha sheria, nisibaki kwenye sheria ya maonyesho. Nataka niende kwenye kilindi chako, niende kwenye, nizungumze na wewe. Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia anasema, Yona anasema maombi yangu yakakuwasilia. Kwa kumbe hakuwasilisha magari kwa Mungu, hakuwasilisha majumba kwa Mungu. Amen. Hakuwasilisha chochote. Haleluya. Na hata kama unataka kuwasilisha kazi, unaiwasilisha kazi yako kwa maombi. Yaani mwambie Mungu, tazama kazi ile, lakini uko unazungumza na Mungu. Uko unazungumza na nani? Na ndio maana nimesema mawasiliano. Mawasiliano nini? Kwa lugha ya Kiingereza tunasema ni communication, si ndio jamani? Siji niko sawa? Pero si niko sawa? Communication. Nikuuliza wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lugha nyingine, kwa tafsiri yake tunasema what is communication? Nini? Nimuulize tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Ize? Haleluya. Jamani, mawasiliano ni nini? Ni njia ya nini Hamna mwanafunzi hata mmoja jamani, walimu tunao. The way of me. Hapa zali hata amejaribu jamani. Amesema mawasiliano ni njia ya kukutana. Mwalimu nisaidie mwalimu. Nataka tupate maana kamili. Mwalimu Luka. Mazungumzo kati ya kuna tafsiri pana ambayo inanyokaga, yani ni kama nataka kutuweka pamoja, njia nafikiri hiyo sawa, njia kupashana habari au kupeana taarifa, kubadilishana taarifa na mambo kadha wa kadha, nafikiri sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba ni njia, na katika maisha ya kawaida, hata kwenye jamii, ukikata mawasiliano, yaani ukikata communication,
hakuna watu tena kufanya nini? Kuhusiana kwa namna yoyote. Mawasiliano ndo njia. Yani kuna somo nataka nikumbuke hapa, ndo njia kukutana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatuikwepi pasa, natafuta maana zaidi. Haleluya. Yaani ukikata mawasiliano hakuna kinachoendelea. Na ndio maana hata ukienda kwenye jamii fulani, lazima mawasiliano yawepo. Yasipokuwepo mawasiliano, tunaita nyingine ni lugha. Lugha ni njia ya mawasiliano, si ndio? Lugha ni njia ya mawasiliano. Sasa si lugha yetu ni maombi. Maombi ndio njia yetu yenyewe. Ikikatika hiyo, hakuna maelewano kati ya ufalme na sisi. Yaani ikikatika njia hiyo, yaani maombi yakikatika, hakuna mawasiliano. Ndio maana Yona anasema maombi yangu yakakuwasilia, yakakufikia, kwa sababu hii ndio lugha ambayo sisi tunaitumia kwako. Hatuna lugha nyingine. Ni Zaburi anasema wao wanataja nini? Zaburi ngapi jamani? Nisaidie. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema wao wanataja nini? Magari. Wengine wanataja nini? Wanataja mafarasi. Bali sisi tunalitaja jina la nani? Jina la Bwana. Tena jina la Bwana wa majeshi. Kwamba wengine wataona njia bora ya mawasiliano labda ni magari, labda sijui ni majumba, unajua tunapoyazungumza haya unaweza mpaka kwa keleka na kukwazika kama imejaa moyoni. Yaani unaweza kukeleka na kukwazika kama kwani hamna injili nyingine zaidi ya hayo? Hamna injili nyingine? Ndugu, haya maswali pia ndio yalikuwa ni maswali msingi sana ambayo hata wanafunzi wa Yesu walimuuliza Yesu mapema sana. Nasikika hapo. Walimuuliza Yesu mapema sana, kama sio kwenye Mathayo 6:33 ile, kwamba Bwana, sisi tumeacha vyote tumekufuata wewe, tutapata nini? Vilikuwa ni vitu vya msingi sana, na uhalisia ndivyo ambavyo vinatupoteza kwenye lamani. Nilisema wiki iliyopita zile kwamba hivyo ndivyo vinavyowapumbaza wanadamu katika kumtafuta Mungu. Vitu vinavyotupumbaza ni hivyo. Ndio maana tunavitolea mfano kila wakati. Na kuvitolea mfano hakuna maana kwamba hatuwezi kuwa navyo. Hamna. Sababu tunatoa mfano vitu ambavyo tumevishika pia. Haleluya. Tunavitoa mfano vitu ambavyo vimetuwezekea pia. Tunatoa mfano vitu ambavyo tumevikanyagia pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tunajaribu kumuonyesha Mungu kwamba wewe ni wa thamani kuliko hivi. Amen. Hivi vyote ni vya kwako tu. Ukitaka kutupa hata kesho, Mungu anaweza akatupa tu. Yaani Mungu akikuridhia kwa namna yote ile, anaweza akakupa tu. Anaweza akakupa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani tukakutana hapa leo tunapokutana hivi. Amen. Tunajipanga kwamba mwakani kongamano labda litaenda kufanyika Songea. Haleluya. Amen. Wao sema tutakujaje? Tunakwambia jiandae nao. Unashangaa jiandae nauli. Tunafika mwezi wa 4, unashangaa Bwana waziri katuletea naniliwa hapa. Costa. Anasema watu wa Mwanza msipate shida, na watumia Costa huko. Newton. Bwana asifiwe sana. Na watumia tu wala mpate shida huko. Na watumia huko inakuja kubeba. Zote hizi ni Bwana ametupa takataka za ulimwengu ili tuwapate watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani tusemi kwamba tuwezi, kwa sababu tunasema tunaenda kula chakula baadaye ambacho kimetokana na hela. Hasa manake nini? Hayo shetani asikufikirishe. Wewe jua tunachokimaanisha ni nini? Kwamba hizo zote bado tutaziona ni takataka za duniani. Hata kama kesho tunaenda kuhemea tena, tunahemea vya wapi? Lakini bado msingi wetu sisi ni mfalme. Tunajaribu kumwaminisha Mungu, sisi wewe ndo kila kitu Bwana. Tupo hapa tunapambana tupate hata kenta ya injili, ila wewe ndo kila kitu. Na tunamwambia Bwana, tupate tusipate injili itasonga. Haleluya. Tupate tusipate injili itasonga, ila sio kwamba tuweze kuitafuta. Tunaitafuta na kwa jasho kabisa. Kwa jasho
kwa jasho kabisa, unatafuta kwa jasho, ila jasho ambalo ndani ya moyo unamiminika moyo wa ibada, ya kwamba naangalia namna gani nitazidi kumpendeza Mungu. Hata kwa sababu naweza kumpendeza Mungu nikiwa sina kitu kabisa, lakini naweza nikampendeza Mungu zaidi tena vile ambavyo hata vile vya jasho langu vinaenda kwa Bwana. Vinaenda kwa nani? Kwa Bwana. Yaani vinautumikia ufalme. Sio msingi wa maisha yangu, sio msingi wa safari yangu. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana Yona hapa hasemi kwamba mimi nabii Yona unabii wangu ukakuwasilia. Hasemi kwamba nyumbani yangu na mke wangu akakuwasilia. Hasemi maombi ya mke wangu. Anasema maombi yangu mimi, maombi yangu yakakuwasilia. Alipokuwa kwenye tumbo la samaki, hakukumbuka nyumba yake, hakukumbuka watoto wake, hakukumbuka mke wake, hakukumbuka chochote. Alichokumbuka ni maombi. Akasema, nitazungumzaje na Mungu? Nimekwisha kumkosea, nitafanya nini? Akasema, nitajinina kwa Bwana ili maombi yangu yakazungumuze na Mungu. Hakukumbuka vitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hakukumbuka vitu. Yeye anasema maombi. Hata kama ukiyachukia, ila anasema ni nini? Maombi. Yaani maombi yanafiti kila eneo. Uwe kwenye machozi, yanafiti maombi. Uwe kwenye furaha, yanafiti maombi. Uwe kwenye kicheko, yanafiti maombi. Uwe una hela, yanafiti maombi. Usiwe na hela, yanafiti maombi. Uwe na elimu, yanafiti maombi. Usiwe na elimu, yanafiti maombi. Yaani maombi yenyewe yako kwenye kila eneo. Hakuna cha kujitetea kwenye eneo la kuzungumza na bosi. Ndio maana tunamsoma Yona. Alikuwa kwenye hali gani? Yaani hapa wote tuko kwenye hali bora. Yona hakuwa kwenye hali yetu, hatuwezi kuifanisha na mtu. Wote tunapomua tunatazama na macho hivi. Hapa tunamzungumza Yona ambaye alikuwa wapi? Amekufa. Yupo kwenye tumbo la samaki. Ni mwanadamu gani umewahi kumwona tena amekaa tumboni mwa samaki? Acha Yesu aliyekufa na kufufuka, na msema mwanadamu akakaa tumboni mwa nani? Acha Lazaro alikufa alifufuliwa, tumboni mwa samaki, yani samaki kama samaki. Muujiza umewahi kutokea lini tena? Umewahi kusikia muujiza tena umetokea? Bwana, jamaa kule Mwanza, kuna jamaa aliingia kwenye samaki sato. Akakaa siku 2.5 ndani ya samaki. Jamaa akaja katapikwa kwenye ufuko wa bahari. Mzima kabisa. Yaani hapo rafiki yangu, hata kama unakuwa umeokoka, ndio inakuwa safari huko unaenda kukutana na malaika. Bwana asifiwe sana. Nishasema jana kwamba unapopambana kwenye maisha, mtumishi, mbona kama fly imezidi sana? Hamna wa kuwazuia. Asipige kelele madhabahuni. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapotokea siku umezima pap. Halafu ghafla nikasema unakutana na jamaa nyeusi. Imevaa nguo nyeusi, iko tu waja hapa imeisha. Lakini wewe tata. Nakutana tu. Sasa kunaambiwa vinanda vya kule hiki kikasome. Yaani hapa hamna kinanda. Hapa hamna sauti nzuri za kuimba. Sauti hizi ni majaribio tu. Kule kuna amazing sauti. Hasa lazima tuzame tukutane na ule ulimwengu kabla tujafika. Huo ulimwengu tunautafuta kabla tujaenda. Hapo tutaitwa machizi na machizi kweli, na ujiandae kuitwa chizi na machizi zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu unapozidi kuzama kwa Bwana, unapotafuta nafasi zaidi kwa Bwana, unaweza kuwa mjinga kweli kwa sababu unatazamia mambo ambayo wanadamu hawayaoni. Ambao leo wanadamu wanataka kila wanachokifanya kwenye imani kiwe kinaonekana. Na ndio maana usiku na mchana wanajaribu kupindua injili ionekane kwamba injili ni physically. Nimeongea Kiingereza cha sawa sawa. Yaani injili ni kitu ambacho kiko physically, yani imani ni kile isipokuwa physically sio nini?
Hamna imani, kuna physical na nyingine sio physical. Haitaonekana kwa macho. Yaani mbingu tutaizungumza, utaiona hivi kwa macho. Zaidi labda tukifunuliwa kwenye ulimwengu wa roho. Halafu tunatakiwa kuendelea kuiamini. Ndio maana tunazungumza uzuri ambao unawezekana hujawahi kuona mpaka sasa, ila bado tunaendelea kuungangania. Haleluya! Unamsikia mtumishi wa Mungu Kefa anaizungumza hatima fulani nzuri. Yaani anajaribu anapomalizia kuzungumzia, wewe unaenda kumwangalia anapotaka kwenda kutokea baada ya pale. Unaona kuna uzuri anauona unaopita uzuri wote. Muulize swali, uliona tarehe ngapi? Mtumishi, uliona wewe uzuri tarehe ngapi? Yaani ukauona ile mbingu kaletewa, yaani kinanda kile cha mbinguni kaletewa, malaika wamefurika, lini uliletewa? Ukaona ukatembea nao Mwanza mzima. Hamna. Lakini moyo umejaa kuamini. Moyo umejaa kufanya nini? Kuamini, kwa sababu yako mambo ya wazi Mungu ameyafunua kwetu. Na moja kabisa, unaona vile ambavyo Mungu kuna mahali amekutoa, mwanadamu wanashangaa kwamba hivi angeweza kuwa na moyo wa design hii, angeweza kubadilika kuwa kiumbe wa namna hii. Mbona amebadilika sana? Amekuwa na moyo wa ajabu sana. Wanadamu watakwambia haina shida, mbona hata duniani wamo. Hamna duniani watu kama hao. Huwezi kuwa na huo moyo kama huko kwa Kristo. Huko utakuwa na moyo nusu. Yona anasema maombi yangu yakafanya nini? Maombi yangu yakafanya nini? Yakakuwasilia Mungu, yakakuwasilia katika hekalu lako takatifu. Yaani nikimsoma hapo anasema Mungu naomba nisaidie sana. Natamani kwenye ile kongamano vile ambavyo tumesikia mguso wa kimungu, basi huo ni mguso ambao unatupeleka kwenye kuzungumza na Mungu. Haleluya. Kwenye kufanya mawasiliano na Mungu. Kwenye kufanya mawasiliano na nani? Na Mungu. Yaani mguso huu utuguse, tusikie tunapokuja kukutanika tena kwenye kongamano jingine, Mungu akitufurahia na kutupa neema, basi tusikie watu ambao waliguswa na hili kongamano, walisikia kwa habari ya kuwa na moyo safi, walisikia kwa habari ya kwamba nisishushe thamani ya Mungu, walisikia, haleluya, walisikia kwa habari ya kuacha yote, wakasikia kwa habari ya kuwa balozi wa Mungu, wakasikia habari ya mawasiliano na Mungu, walisikia. Anasema nilipunguza mawasiliano na wanadamu, nikapunguza mawasiliano na mke wangu na familia yangu, nikapunguza mawasiliano, nikaongeza mawasiliano na Mungu. Unajua ili ikiwezekana tu tunaongea hata lugha nzuri na ndugu zetu vizuri, ongeza mawasiliano na Mungu. Ongeza, yaani wewe ongeza na Mungu. Ndio maana maeneo mengi waga tunakosana sana hata kwenye ndoa zetu. Kwa sababu gani? Tumezidisha mawasiliano yetu sisi kuliko kwa Mungu. Tunakutana watu wote ambao hatuna mawasiliano mazuri na Mungu. Wote hakuna anaenda kuzungumza kwanza na Mungu. Mungu naomba niongoze. Napoenda kukutana na mume wangu, napoenda kukutana na mke wangu, tunazungumza. Naomba Bwana tupe. Yaani hakuna mawasiliano mazuri na Mungu kwanza. Haleluya. Unazitegemea akili zako. Kuna mbili amepita hapa anazungumza, sijui ni leo, sijui anasema kwamba yaani usitegemee akili zako. Sijui mwalimu wa kwanza au wa pili. Ila kuna mwalimu amezungumza wa pili. Kwamba usitegemee nini? Akili zetu sisi zilishashindwa, zilishafeli. Hata kama Biblia inasema kwamba muokoke ili mpate akili. Yaani akili zetu tunazopata ni za Mungu. Sasa ndio maana tumesema tukiokoka maana yake ni za Mungu, sio za kwetu. Yaani hivi tulivyo sio sisi. Ndio maana maandiko yanasema kwamba uhai huo uhai wenu sio wa kwenu bali ni wa Kristo. Yaani uhai wetu si wa kwetu, sisi sio hai. Haleluya. Yaani sisi kwa asili yetu uhai wetu haupo. Tuko na uhai wa nani? Wa Kristo. Yaani tuna nyongeza ya uhai wa Kristo. Tulishakufa kwenye dhambi, tulishapotea. Ndio maana tumeuzika ule utu wa zamani. Maana tuna kifo hapa kimoja. Tayari. Tumeua ule utu wa nani? Wa zamani, ule utu wa kale tumeuzika pamoja na Kristo. Tumezaliwa upya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema roho yangu ilipozimia ndani yangu nalimkumbuka Bwana. Haleluya. Roho yako ikizimia utamkumbuka nani? Sio mpaka ufe. Wewe haujafa, upo kwenye ugumu, utamkumbuka nani? Vile unapigwa kwenye uchumi utamkumbuka nani? Amen. Unaweza katoka kwenye kongamano, mtumishi Mungu amesema hapa, unatoka unaenda mambo yameharibika, utamkumbuka nani? Utamkumbuka yeye andaa kongamano,
Utamkumbuka waliotupokea kwenye kongamano walioliandaa. Haleluya. Utamkumbuka nani? Kuna watu kutana na changamoto tunaanza kukumbuka ndugu zetu. Unamkumbuka mjomba, unamkumbuka mama, unamkumbuka baba, unamkumbuka mume, unamkumbuka mkumbuke Bwana. Na ukimkumbuka Bwana sio unamkumbuka kwa mawazo, unamkumbuka kwa moyo wa maombi, kwa kujimimina kwa maombi. Matendo ya Mitume 10 kuanzia mstari wa kwanza. Matendo ya Mitume 10 kuanzia 1. Palikuwa na mtu Kaisaria, jina lake Kornelio, akida wa kikosi kilichoitwa Kiitalia. Anasemaje? Alikuwa nani? Palikuwa na mtu wa Kaisaria. Palikuwa na mtu wa Kaisaria. Jina lake Kornelio. Jina lake nani? Kornelio. Jina lake nani? Kornelio. Akida wa kikosi kilichoitwa Kiitalia. Kumbe Kornelio alikuwa ni nani? Akida. Kumbe alikuwa ni nani? Akida. Kumbe alikuwa ni nani? Akida. Alikuwa akida wa nini? Akida wa nini? Alikuwa ni askari, si ndivyo jamani? Alikuwa ni askari. Leo watu wanajitetea wanasema kuna baadhi ya kazi ukizifanya huwezi kuwa mcha Mungu. Ujamaa alikuwa ni askari, Kornelio. Alikuwa na kikosi alikuwa wa kikosi, baraka alikuwa ni captain. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa ni captain, jamaa fulani mwenye cheo. Wala usikae mtumishi hapo namuelezea Kornelio kwenye sifa za wanajeshi. Wewe simama tu. Simama tu. Anasema alikuwa mlalushwa sana. Si ndivyo? Mtu mtaua. Kwanza anasema moja, wanajaribu kumpa sifa ya uaskari aliyokuwa nayo. Lakini kwenye sifa ya uaskari kule hawamfafanui. Wameishia tu alikuwa ni nani? Akida wa kikosi. Maana alikuwa ni mtu fulani mkubwa. Ishia hapo. Sasa ukitoka hapo twende kwenye ile tabia ya uchaji aliyokuwa nayo. Anaanza kwanza alikuwa ni nani? Mtaua. Mtakatifu. Haleluya. Mtu mtaua. Yaani mtu ajuaye kujikinga, kujitenga, kujilinda, kujichunga na dhambi. Mtu mtaua, mchaji wa Mungu. Mchaji wa Mungu anayejua kumcha Bwana. Yeye na nyumba yake yote. Tena sio yeye peke yake, ni yeye pamoja na nyumba yake. Moja ya sifa ya mtu mtaua na mchaji, mara nyingi hawezi kuisahau nyumba yake. Haiwezi kuisahau nyumba yake. Na ndio maana unakuta hata pale kwenye Matendo ya Mitume 16 mstari wa 30 kama na moja na kuendelea hivi, Biblia inajaribu kuonyesha kwamba wale watumishi wa Mungu walipotoka gerezani, yule askari ambaye alishtuka baadaye akaenda akaokoka, anasema yeye na nyumba yake wakafanya nini? Wakaokoka, wakabatizwa. Yeye na nani? Na nyumba yake. Kwa sababu wewe ukishaingizwa moyo wa kimungu lazima uwe na huruma kwa ajili ya kwanza nyumba. Unatamani na yenyewe imjue Mungu. Haijalishi uliwarithisha vitu gani vya duniani, cha kwanza. Mimi kuna wakati unawaambia watu wa Mungu, ikiwa umeokoka kweli kweli, ikiwa kweli moyo wako upo kwa Mungu kweli, yani na moyo wako unakusudia upo kwa nani, hautaweza kufurahia mwanao akapata nafasi kubwa hata kwenye jamii ikiwa hana nafasi kubwa kwa Mungu. Yaani ukiokoka kabisa usiweze kufurahia kuona mwanao uliyemzaa, amen, unamilikisha mali, amen, halafu umeshindwa kummilikisha nani? Mungu. Yaani huwezi kufurahi. Yaani huwezi kufurahi. Acha hivi ambapo dunia inaenda saizi, na nakusia hata wewe mtu wa Mungu. Unakuta tuna nguvu kubwa sana ya kuwajenga watoto wetu katika masuala ya kiduniani. Unawaandaa watoto. Ukiangalia nguvu tunayotumia kuandaa watoto katika masuala ya kiulimwengu ni kubwa kuliko nguvu tunayoiandaa kwa ajili ya watoto wetu ili wasiharibike na nini? Na dunia. Nasikika vizuri hapo kanisa? Nasikika vizuri hapo? Yaani nguvu tunafanya nini? Tunayotumia. Wakati nasoma kitabu kimoja cha
bibliolojia, kama sikosea, utangulizi wa Biblia, kuna pointi moja kwenye kile kitabu ameandika, anasema kwamba kama sio hilo somo, kama sijakosea, lakini anasema kwamba watu duniani hutumia gharama kubwa sana kwa ajili ya kupata elimu dunia, ila hawatumii gharama kubwa sana kupata elimu ya kimungu. Haleluya. Wakati nimelisoma hilo somo, nilishika mara 2 mara 3, nika-screenshot kwenye kile kitabu, nikakaa chini nikajifikiria, sasa Mungu naomba nisamehe sana. Ila ni kweli, ila haya ni masomo mengine ya theolojia huko. Ila ni kweli kwamba watu wanatumia gharama kubwa kupata elimu ya nini? Ya dunia, ila hawatumii gharama kubwa kupata elimu ya kimungu. Maana yake nikasema, nilienda mbali nikasema ni kweli. Mtu kimwambia hebu lipia 50,000 njoo hapa tujifunze, kuna ibada ya semina, anakwambia hamna. Ila mwambie kwenda kwenye ada 300,000, yuko tayari. Haleluya. Chuo tunasoma tunalipa milioni 2. Amen. Ila unaweza kumta kununua Biblia ya 30,000 ni kazi ngumu. Biblia ambayo yenyewe ndio ina maarifa ya kutosha. Twenda kwenye chuo hata cha ufundi, chuo cha, ukiangalia gharama mpaka unamaliza ufundi wowote uliokuwa nao, ama unaojifunza, ama unaoendelea nao, ama whatever. Haleluya. Unakuta gharama utakayoitumia ama ulioitumia, unaoendelea kuitumia ni kubwa. Ila tukikuleta kwenye masuala ya ufalme, gharama utaki hata kuitoa. Amen. Amen. Jamani, wangapi wananielewa kwenye ulimwengu wa ndani kabisa? Ngumu kuitoa. Wewe upiga mahesabu, Bwana asifiwe sana. Mwenzangu na mimi ambaye umesoma wala umefika hata form 6, mliofika humo. Tuanzie tu hapo kwenye shule za kawaida. Hebu piga hesabu gharama ambayo wazazi wako wameitumia mpaka hapo. Ni shilingi ngapi? Tumshiruka, tunaweza kadiria shilingi ngapi? Tumishi wa Mungu. Haraka tu milioni ngapi? Hazifiki 20 kweli? Miaka 3 milioni 10 na ngapi? 14. Hapo hatujaanza form advance 5 na 6. Form 1 mpaka form 4. Darasa la kwanza mpaka hatuna milioni 50 hapo. Na ugali wa wazazi wako uliokula, na uniform ulizokuwa chana na hela ulizokuwa unaiba. Asisema ndio ulikuwa unaiba wewe, hadi nimetoa mfano wako. Sasa pastor mimi sitaki kuiba hela. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tunakutana na milioni 50 pale. Ila leo tukisema kwamba jamani, tunaenda Meatu kwa ajili ya kwenda kuimimina mioyo yetu kwa Bwana ili tukapate kusikia nini Bwana anasema. 300,000 ni ya kumlipia mwakani ada mwanangu. Kumbe watoto wenyewe walihitajika waletwe huku kwa gharama hiyo, ilitakiwa bora zaidi tuwalete huku. Ujue mioyo yetu ilivyo mbali na Mungu. Ukweli kataa, ila ndo ukweli. Sema tu amina. Sema tu amina. Watu wa Mungu, mimi natamani tuokoke. Anatamani tuokoke sana. Tuokoke. Yaani kutoa 800,000 ada haifanyi nini? Tuambie yule unayemlipia ada shilingi 200,000, mlipie ada ya 300,000 kuja kwenye masomo ya Biblia. Yaani masomo ya neno la Mungu hapa. Mzazi wako angeweza kukulipia nauli 200,000 ya kwenda shuleni Mwanza. Ila mwambie, ila naomba sasa kuna kasemina fulani kwa neno la Mungu. Naomba mama anisaidie 500,000. Naambia wewe hapo utajilipia mwenyewe. Maana yake nini kanisa? Maana yani kwa haraka wasema unajua wazazi hawana uwezo. Kama hawana uwezo, ule uwezo waupeleke kwa Mungu. Nini? Kwa sababu kwa Mungu imekuwa ni kama upuuzi. Hapo atupindishi macho wala maneno. Huo ndio ukweli ulionyoka. Mungu atusaidie.
Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu afanye nini? Na tugeuke, kwa sababu tunatamani kumwona Mungu. Kweli tunatamani kumwona Mungu. Hii dunia inatubeba na mambo mengi sana. Kuna wakati unaikataa dunia ukiwa umeibebelea kichwani na mgongoni, umeifunga na mbereko. Sitaki dunia, nimeiweka mbali na yenyewe iko mbali. Nimeiweka mbali dunia. Kumbe umebeba kichwani. Yaani umeibeba, halafu unasema umeiweka mbali. Tumeiweka dunia mbali. Dunia iko mbali na sisi, kumbe ndio umefanya nini? Ndio umeibeba. Yaani unalalamika ndio umefanya nini? Ndio umeibeba. Dunia iko mbali na sisi. Dunia tumeitenga kabisa. Dunia hauelewi hata dunia yenyewe ni kitu gani. Kumbe dunia ya kwanza ni ule moyo, haleluya, wa kumtaka Mungu. Ule moyo unaojitoa kuwa tayari. Kwa sababu sasa nimeweka dunia mbali, wakati huo wewe uko radhi ufanikishe ya ulimwengu, lakini sio ya Mungu. Mimi natamani tutokee watu ambao tutamthamini Mungu sana. Tutokee watu ambao tutathamini Mungu kuliko chochote. Hata ukisema nampenda Mungu, watu wasema kweli wanampenda Mungu. Yaani mwenye fikiria leo hii, haleluya, wanakuja watu wawili mbele yako au watatu, wana familia. Wote wanahitaji msaada. Mmoja anakuambia naomba msaada wa 500, nataka nielekee mahali fulani kwa ajili ya neno la Mungu. Ndugu yako mwingine, wote ni wazaliwa tumbo moja, baba mmoja labda. Mwingine anasema ila mimi naomba 500. Kwa nini? Kwa sababu nimepungukiwa ada. Haleluya. Mwingine nataka nikalipie cheti. Haya, unatoa wapi? Unikumbuke Yesu, unikumbuke. Huyo atunata nini? Sasa mimi natamani miondo tu hivi. Najua hapo ni ngumu kumeza. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni ngumu kumeza. Kwamba hao watatu unawapa yupi? Mmoja anasema nataka niende Kahama kwenye nini? Kwenye kongamano. Mwingine anasema mwakani nahitaji 300 kwa ajili ya nini? Ya. Yaani sio ya kumlazimisha. Hapa namzungumza yule ambaye pia moyo wake ni upo kwa Mungu. Anampenda Mungu. Ila kuna mara anataka ajifunze, amekosa nguvu ya kwenda. Kwa watu watatu, mmoja amekosa nguvu ya kwenda kuchukua cheti, mwingine nguvu ya kwenda kumalizia ada, mwingine nguvu ya kwenda walau akaongeze maarifa kwa Mungu au akatumike kwa Bwana mahali fulani. Au ni sawa na kwa mimi nakwambia mtumishi wa Mungu niki waziri, hebu nisaidie bwana, shida shilingi 200. Nataka ni mahali fulani kagonge injiba. Nimesikia roho Mungu ananisukuma kwenda kule. Hebu nisave kama 200 hivi. Haleluya. Alafu mwingine anakuja ndugu yako wa damuni. Blaza bwana blaza bwana, shughuli mimi nimefukuzwa ada 200. Au mwanao fukuza ada 200. Unampa yupi na mnyima yupi? Jamani, nazungumza kwamba Kornelio alikuwa ni mchaji wa Mungu, mtu mtaua, yeye pamoja na nini? Na nyumba yake yote. Na nyumba yake yote. Na nyumba yake yote. Yeye, mke wake na watoto wake. Hilo lazima tuliangalie. Wewe mcha Mungu, penda mke wako pia awe mcha Mungu. Hata kama anaweza kama mbishi, penda awe mcha Mungu. Hata kama atakuwa haelewi mume wako, penda awe nani? Wenda wewe ni mcha Mungu lakini mmeo bado ni mbishi. Usiku na mchana dua yako kwa Mungu, mwambie Mungu, nataka mimi na nyumba yangu wote tuwe watumishi wa Bwana. Mimi na nyumba yangu. Hebu tuendelee kusoma watumishi wa Bwana. Ndio, anasemaje? Amina, tarudia namba 2. Ndio. Mtu mtaua, mchaji wa Mungu. Yeye na nyumba yake yote. Naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi. Ndio. Na kumwomba Mungu daima. Watu wa Mungu. Jamaa anasema alikuwa anafanya nini? Moja. Kwanza alikuwa anafanya nini?
Kwanza anakuwa anafanya nini? Kwa alikuwa anawapa watu sadaka Sasa leo sasa niyatenganisha na yasema yote mawili. Moja, alikuwa anawapa watu sadaka nyingi. Unajua kule kwa watu sadaka, anawapa watu sadaka nyingi kwa sababu kuanzia moyo wake wenyewe tumaini lake lilikuwa ni Mungu. Sinasikika vizuri hapo? Unajua sadaka, unaweza kutoa sadaka nyingi au sadaka kubwa kwa Mungu ni kwa sababu ya moyo. Yaani mtu ambaye ukimwona mtu anazungumza sana kwa habari ya kwa moyo wangu nimeutoa sadaka kwa Bwana, muangalie hata maisha yake. Muangalie hata nini? Utajikuta maisha yake pande kubwa anajitoa sana kwa Bwana. Yaani ndio maisha yake anajitoa sana. Anajitoa sana kwa Bwana, anajitoaga kwa Bwana. Kama vile watumishi wa Mungu baba Isaac na mama, Mungu awabariki sana. Hapo nyinyi sisahau, Mungu awabariki sana. Asubuhi nikade mwambie Waisraeli, kaambia watumishi wa Mungu hao, japo nilikuwa namsema mama, Mungu awabariki sana kwa sababu yani wamenishinda tabia kwenye kipengele hiki. Jamani, niangalie vizuri, mimi nimesema ukweli, wamenishinda nini? Nimesema wamenishinda tabia. Yaani wakiwa kwenye mazingira magumu huwa hawaachi kuwafadhili watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakiwa kwenye mazingira, kwa hiyo kipengele mimi najisema ukweli, ukiwa kwenye mazingira magumu, yani unajibana, unajua kabisa kesho sijui itakuwaje. Kwa hiyo unajibana, kwa unaweza kushindwa hata kumsaidia mtu kwa sababu wewe kwa mazingira haya mimi namsaidieje mtu? Bwana Yesu asifiwe sana. Mtumishi tulia. Haleluya. Haleluya. Anasema mtu ambaye alikuwa anatoa sadaka nyingi. Watu wa Mungu, nataka nikwambie, ukiweka maisha yako kabisa yakawa 100% kwa Bwana, yaani ukajitoaga vile kwa Bwana, hakunaga fedha yenye thamani kwenye ulimwengu ule. Amen. Yaani hata ukimiliki kitu unakuta unamiliki kitu kwa sababu ya Bwana. Ukikikosa kwa sababu unajua maisha ya Mungu la sana. Ukiokoka la sana. Yaani ukiokoka la sana. Yaani ukiokoka la sana, la sana. Yaani ukipata kwa ajili ya Mungu. Ukikosa yaani wewe ukipata kwa ajili ni Bwana. Ukikosa ni Bwana. Ukibarikiwa kidogo ni Bwana. Yaani wewe ni Bwana. Ni Bwana. Yaani ukilia ni Bwana. Ukicheka ni Bwana. Ukisifiwa ni Bwana. Ukisomewa ni Bwana. Yaani wewe kila kitu ni Bwana. Una hasara yani. Ukipata hasara, ukipata faida. Kwa nini ukipata faida pia ni Bwana? Kwa sababu hata ukipata faida bado anayenufaika. Ukipata maumivu pia bado atakayeumia pia ni Bwana. Bado narudi kwa Bwana. Lakini kwa nini unamwacha Mungu ukipata hasara? Kwa sababu hata ukipata faida sio kwa Bwana. Hamtanielewa hapa. Haleluya. Kwa sababu hata ukipata faida sio kwa Bwana. Kweli una mawazo ya kununua fuso lakini sio kwa Bwana. Wanayekutinga ni ndugu zako na majirani zako na wafanyabiashara wenzio na walioajiriwa wenzako. Kwa maana namna gani wapeleke mchaka kwamba itakuwaje? Haiwezekani. Mimi nafanya kazi kwenye ile ofisi peke yangu tu, naenda na kibaskeli kazini. Inawezekanaje? Lazima mimi kumbe unanunua baskeli kwa ajili ya nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana mimi nampendaga sana Pastor Isaac. Yaani akinichukia nichukiege tu peke yake kisiri. Ila mimi nampendaga sana yani. Kwa sababu mimi naye tukikaaga, yani wewe hata kama tukikaa tunazungumzia issue za kikazi. Haleluya. Yao kuna mahali pale unawaza shetani wewe. Haleluya. Shetani wewe. Kwa nini? Kwa sababu tunawaza kwamba hata tukipata ni Bwana. Yaani kama tukikosa tunaumia kwa sababu labda lakini Mungu mbona moyo yetu imesema hata tukipata ni kwa Bwana. Haya basi tumekosa, wewe ni Bwana, acha tuendelee. Ila tunajua tukipata. Yaani kuna wakati tunasema Mungu inawezekana. Tunaongea na Pastor Isaac sasa, Mungu kama ungenipa maono haya kipindi cha nyuma kidogo, inawezekana wenda hatua hii isingekuwa hii. Hatua isingekuwa kwa sababu pia ukiwa na mfumo au msingi usio kusukumwa kwenye kusudi la Mungu ndio utaishia hapo. Lakini ukipata msingi ambao unakuwa kusukuma kwenye njia ile ya kimungu. Amen. Kuna wakati tunapiga hatua.
Kuna wakati watu wameogopa hata kufanya mambo makubwa kwa ajili ya Injili kutokana na msingi au mfumo unakozuia kwamba utaendaje huko mbele. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Lakini kana Pastor Isaac tunawaza ni Bwana, yani ni Bwana. Yaani toka nimefahamiana na Pastor Isaac, kuna wakati tunazungumza tunazungumza kama alikuwa anahubiri hapa. Sikumbuki ila tumewahi kuzungumza hiyo mada. Anasema enzi zile bwana vinyumba kama tulikuwa tunaita vinini? Vibanda vya mbwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani nyumba hii tunayokaa ni hicho ni kibanda cha mbwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini leo mawazo yamefanya nini? Yamebadilika. Leo mawazo yamebadilika, hayaoni tena vibanda vya mbwa. Yaani yanaona hii ni nyumba, lakini sio nyumba tu. Yanaona Bwana, kama utanifanikisha ni kwa utukufu wako. Haleluya. Ni kwa utukufu? Kwa utukufu, kwa sababu sisi tunatamani kuishi ni Bwana. Ni nani? Ni Bwana, ni Bwana. Ndio maana natamani kila kitu kwetu iwe ni Bwana. Umepata watoto ni Bwana. Sio umepata watoto ujaribu kuwaingiza kwenye AI. Ni Bwana. Ni waingize kwenye akili bandia ya duniani. Hiyo ndio fulani tunawaingiza kutoka nini? Mwanangu lazima aje kuwa daktari bingwa. Akija kuwa daktari bingwa atanitunza. Lakini huna mzigo wote kwa watoto kuhusu Mungu. Watu wa Mungu, hata kama wanaweza wakatushinda, ila bidii yetu iwe ni wazi, tusihukumiwe mioyo yetu baadaye. Yaani moyo wako usikuhukumu. Haleluya. Haleluya. Moyo wako usifanye nini? Kwamba ameharibika baadaye, kwa sababu hii Injili Mungu atakuja kukukumbusha tu. Atakukumbusha tu wakati watasema, ila kuna wakati mlienda kwenye kongamano, kuna watu wa Mungu walihubiri. Walisema weka mzigo mzito kwa watoto. Weka mzigo mzito kwa familia. Je, kutokea pale uliweka mzigo? Uliweka gharama? Au ndio tunaogopa hata kuwanunulia watoto wetu vitabu vya kidini kwa sababu ya hasara? Unajua ndio maisha tunayoishi hayo. Jamani, kweli si kweli? Kweli si kweli? Unajua walokole ni ngumu sana kumnunulia mtoto hata kitabu cha Mungu hata kama anajua kusoma na kuandika. Tasikia atakuja kujinunulia mwenyewe akiokokaga Biblia. Hata vitenzi au vitabu vya kidini tu hivi. Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Una mtoto na miaka hata 12, 13 ndani ya nyumba ila hana Biblia. Hana. Unajua kitu cha kufanya usimnunulie Biblia ni nini? Moyo mzito. Wewe mwenyewe kwa Mungu umeshikiliwa, hujajishikilia. Una mtoto na miaka 9 anajua kusoma na kuandika. Umeenda kumnunulia kitabu cha mathematics, biolojia, fizikia, vitabu vyote vya umefanya nini? Umemnunulia ile kitabu cha kusoma kanisani. Huyu bado hawezi kutumia Biblia. Kutumia Biblia bado. Hiyo sio hivyo tu, sio watoto wetu tu. Kuna wakati tunaishi na ndugu yako. Haleluya. Iwe ni shangazi, mjomba, binamu, mtoto wa ndugu yako. Unaweza kuwa na ujasiri wa kwenda kumnunulia vitu vingine. Amen. Lakini sio kumnunulia kitabu cha neno la Mungu. Hiyo ngumu. Ya pambana mwenyewe, nunue bwana. Pambana mwenyewe. Ila vingine hivyo unafanya nini? Unamsupport. Vingine hata kama anasali. Hapa sizungumzi wasio sana, nazungumza naye sana. Anasema alikuwa akitoa sadaka nyingi. Nimesema kwa nini alikuwa akitoa sadaka nyingi akiwapa watu? Kwa sababu moyo wake. Jamani, hapo sinemeleweka watumishi wa Mungu. Kwa sababu ya nini? Ya moyo wake. Ndio maana nimemzungumza pastor na mama hapa kwamba yani ni mioyo yao. Ni mioyo yao. Yani kuna wakati waga wanafanya vitu mpaka mwenyewe unashangaa. Pastor, mbona wakati huu ni mgumu sana? Ni mgumu sana, lakini mbona ni moyo ambao hata ukilalamika leo unajua jamaa atajisahau kesho. Yaani akiumizwa leo unajua analalamika tu. Ila kwa moyo wake kesho tu ameshasahau. Hapa katikati kuna siku nilikujaga hapa,
nilihubiri hapa nikasema kuna watu, ilikuwa nyuma, sio saa hizi sasa. Nyuma kidogo nasema kuna watu hapo kanisani, unaweza kuna pasta anapandisha na hubiri, wakimwangalia pasta anapanda madhabahuni wanamkuta. Yaani pasta anajua anapanda madhabahuni na hubiri, kumbe watu wanaangalia nyuma wanasema baba anapanda madhabahuni. Pasta anaendelea kuhubiri kabisa, kumbe watu wanamzoom pasta. Haleluya watumishi wa Mungu, Yesu asifiwe. Haleluya, unajua Yesu anawapenda. Unajua nataka niwaambie kitu kimoja. Mungu anawapenda, anawapenda Mungu. Haleluya. Tunampenda Yesu. Kumbe tunaangalia pasa sasa hizi. Hamna. Unaoja mwingine huyo kaacha imani. Pasta ana hela. Kipindi kile tukija kanisani hapa mama pasta ukikutana naye tu yani 10,000 hizi ukosi. Na ndivyo ilivyokuwa sasa. Yaani sio mfano usio hai, ni mfano ulio hai. Hasa unakuja kipindi ukuta, kwa sababu sio kila mtu watu unakuwa na hela, kuna unapita kwenye wakati mgumu. Pasa anapanda madhabahuni kuhubiri. Haleluya! Unajua. Pasa kweli tunakuona ila Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa sababu ni moyo wake yeye kujitoa. Kuna watu wanajeruhi, wanaweza sasa kukumbusha macho. Ila watu wanafanya nini? Wanajeruhi. Wanajeruhi kwenye vipengele hivyo. Lakini kwa kuwa moyo wako unakuwa ulitoa kwa Bwana, ukuta uachi. Sema naendelea mbele. Na nitaendelea kutenda wewe. Lakini licha ya kutoa sadaka nyingi, Biblia inasema alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi watu na kumwomba Mungu daima. Endelea kusoma pale mtumishi wa Mungu. Unaona muda unaenda kidogo. 3. Ndio. Akaona katika maono wazi kama saa 9 ya mchana. Kumwambia. Ndio. Malaika wa Mungu akamjia akamwambiaje? Kornelio. Akamtazama sana. Ndio. Akaogopa akasema. Kuna nini Bwana? Akamwambia. Sala zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kule juu mwandishi anasema Kornelio alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumwomba Mungu daima. Lakini alipokuja malaika akamwambia sala zako. Cha kwanza anamwambia nini? Sala. Cha kwanza anamwambia nini? Sala. Anamwambia nini? Anamwambia sala, yani maombi. Kweli ulikuwa ni mchaji. Mkono, mfuko, nishausahau. Kumbe kuna watu walikuwa wanaendelea kuangalia. Nashukuru sana mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Biblia inasema malaika akamtokea akamwambia sala zako. Uchaji wako tumeuona. Haleluya. Lakini ule uchaji ulichanganywa na sala, kwa sababu ukibaki na uchaji tu tusingewasiliana. Uchaji amini, lakini nataka tu tunazungumza. Kwa sababu hata kama wewe ni balozi mzuri huko uliko, wewe ni unafanya vizuri, usipokuwa unazungumza na bosi wako anaweza akakusahau. Haleluya. Kwa unafanya vizuri kwenye hiyo nchi, lakini tunataka tuendelee kufanya nini? Kwa sababu tunapokuwa tunazungumza tutakuwa nakupa update ya kila siku. Kwamba hapo chipuka hivyo, hapo fanya hivi. Ukijizuka muda mrefu tutapotezana lugha. Utaanza kusahau. Mungu anamwambia kwa malaika yule, anamwambia Kornelio, sala zako. Endelea, anasemaje hapo? Sala zako na sadaka zako zimefika juu. Hapa malaika anamwambia kwanza sala, afu anamwambia na sadaka. Kule alisema alikuwa anatoa sadaka nyingi anawapa watu na maombi na kuomba daima. Huku anasema sala kwanza zimefika juu na sadaka. Yesu asifiwe sana. Kwa kumbe sadaka zile pia zilibebwa na mazungumzo na maombi na mawasiliano yake aliyokuwa na wasana na Mungu. Sala.
ndio zilibeba zile sadaka. Na ndio maana tunakwambia mara kadhaa, hata unapomtolea Mungu sadaka, toa sadaka ukiambatanisha na mawasiliano yako ya moyo wa ndani unaojimimina katika maombi, kumwambia Mungu nakutolea kwa sababu Mungu nakutolea hivi. Bwana, nazungumza na wewe, nimekuletea na hiki Bwana kwa moyo wa kuchangamka. Nimeona leo nikuletea sadaka hii. Mungu naomba. Yaani kuna watu waga wanazungumza na Mungu mpaka anakuja anatoa sadaka. Sio ngapi mwawe kuabudu na wazee fulani hivi waliotingwaga na imani miaka ya nyuma. Kwa sababu kwa amepingwa na imani. Unakuta amekalilishwa imani, anaenda anatoa sadaka na basi. Ndio anafanya nini? Aenda jamani, mtakutana na wazee nyewe. Yesu asifiwe sana. Yaani anakuja kutoa sadaka, anatoka toka alipotoka huku. Yuko ndio amebeba sadaka yake. Yaani unaweza kuona kama kwa sisi vijana wa sasa nasema tu jamaa anafanya mchezo. Yaani anamaigiza, haoni muda wa maombi. Anajua kwamba hii sadaka bila kuinuizia na mawasiliano yangu na Mungu. Haleluya. Haleluya. Yaani sadaka ni muhimu, nyuma yake weka mawasiliano yako. Weka sala, weka maombi, weka uchaji, weka utaua. Amen. Hafu naenda kazungumze na Mungu. Hiyo jimimine kwa Bwana. Hiyo jimimine, kwa sababu huwezi ukatoa sadaka ya moyo wa kumpendeza Mungu kama nyuma yake moyo wako haujamiminika kwa Mungu. Sadaka zetu zinatolewa kwa moyo mahali pale moyo upo. Yaani hata kama wewe duniani. Ndio maana hela yako inaweza kawa inauma sana madhabahuni kwa sababu, au kutoa sadaka kwa sababu hata moyo wenyewe haupo. Lakini kama moyo wako upo kwa Bwana, mpendwa, ndio maana nimesema kwamba huyu jamaa alikuwa anawapa watu sadaka nyingi kwa sababu moyo wake ulikuwa kwa Mungu. Hakuona hasara kwa sababu alijua yeye duniani ni mpitaji. Hebu tuendelee, anasemaje? Sala zako na sadaka zako zimefika juu. Zimefika wapi kanisa? Juu. Zimefika wapi? Juu. Maombi alikuwa anaombea juu, anaombea chini. Maombi aliombea wapi? Chini. Mazungumzo alifanyia wapi? Chini. Ila simu ikapiga ikafika wapi? Juu. Umeona nguvu ya maombi hiyo? Maombi yanaombewa ardhini, ila malaika anashuka toka mbinguni, anasema maombi yako yamefika kule. Sio magari yako. Haleluya. Sadaka ulizitoa kwa watu, ila Mungu amekumbuka, amezikumbuka zile sala. Manake zile sala ndo zilikuwa zinawasilisha kile ambacho moyo wako kinatenda duniani. Moyo wako unatenda duniani, sala zinaiwakilisha. Mungu, tazama Bwana. Mungu, leo hii Baba, nimetoka mtaa fulani, nilikutana na mayatima fulani, niliwasaidia. Baba, nakushukuru. Ninakushukuru Bwana. Wewe ndio ulinipa nguvu, ukanipa hata kidogo hiki. Baba, nakushukuru kwa ajili ya hiki na kile. Anazungumza na mzee wa siku. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anazungumza. Hafu malaika anamwambia, wewe, sala zile zimeshafika. Siku zote unaomba zilikuwa zinaendelea kupanda. Zilikuwa zinaendelea kupanda. Yaani kama simu inapigwa, inaendelea kwenda tu, baadaye zimefika. Sio hivi unataka pige simu moja tu unafikiri ni mjomba wako. Pokea haraka huko. Hamna. Mimina moyo kwa Bwana. Hata kama hajibu leo, mimina. Hata kama hatendi leo, mimina. Mimina. Iko siku malaika atakwambia maombi yako yamefika. Sikia. Biblia haijaweka wazi Cornelio aliomba kwa siku ngapi. Ila ukiona mpaka inakuja kuandikwa historia. Bwana Yesu asifiwe sana. Maanake ni kwamba huyu jamaa alitembea kwa muda mrefu. Na huu muda wote maandiko hayaonyeshi kama malaika walitokea. Malaika walitokea.
Kwa yeye kutokea kwa malaika kumjibu hakukuwa ukomo wake wa kuwasilisha maombi yake kwa Mungu. Aliendelea hata kama Mungu hakuonekana kwa wakati ule.